Tunawapa muda. Karibu. Mara nyingine weka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mikweti nami omologi. Hiyo ndiyo slogan yetu ya maombolezo sisi Wabembe, lakini sitazungumza kwa Kibembe kwa sababu tumekutanika makabila mbalimbali. Nasoma hotuba ya marehemu. Marehemu aliitwa kwa jina la Sango Rashidi. Alizaliwa nchini Kongo, kijiji cha Makobola, Bangwe, mnamo tarehe 13 mwezi wa 3 1991 1991. Baba yake anaitwa kwa jina la Rashidi Losema wa jamaa ya Bashi Mwenda. Mama yake anaitwa kwa jina la Adela Losema wa jamaa ya Bashi Mwenda, pia nyumba ya Bashi Onge. Kwa maana hiyo ni mtoto wa Bashi Mwenda, lakini pia ni mwikwa. Ndoa. Marehemu aliwahi kuoa mke ambaye anaitwa kwa jina la Tantine kwa jamaa la Bashi Mwenda, nyumba ya Lomona, wanazoea kuitwa Balala. Na kwa sababu ya kutengana kwa makambi ya wakimbizi, mwanamke huyo alienda Australia, huko akaanza maisha yake mengine. Kwa hiyo ndoa hiyo haikuendelea, na marehemu alizaa naye huyo mwanamke Tantine mtoto mmoja wa kiume. Baadaye marehemu alimuoa mwanamke mwingine anayeitwa kwa jina la Berta Misa wa jamaa ya Bashi Nyaka, nyumba ya Bashi Lukangyu. Baba yake anaitwa Kiza Mulanga, mama yake anaitwa Madelene Sango wa jamaa ya Babongwe Basheko. Watoto. Marehemu ameacha watoto watatu, mmoja wa kiume na watoto wawili wa kike. Masomo. Marehemu alisoma katika shule ya pale Tanzania Nyarugusu kambini, na alisoma masomo yake ya sekondari katika shule ya sekondari iliyoitwa Amitie, akiwa anasomea mambo ya uganga wa mifugo, kwa Kifaransa tunaita section veterinaire. Kazi. Marehemu alikuwa mwimbaji haswa, aliimba sana nyimbo za Injili, lakini pia alipenda kupiga vyombo vya muziki, zaidi sana gita. Na kwa hapa Marekani marehemu alikuwa mfanyakazi wa kampuni Amazon. Magonjwa. Marehemu hakuumwa kabisa, bali alitoweka nyumbani mnamo tarehe 17, ilikuwa Jumamosi usiku, na baada ya siku mbili tukiwa tunamtafuta tukapokea simu kutoka kituo cha polisi mnamo tarehe 19 Jumamosi iliyopita, Jumatatu iliyopita, kwamba ofisi ya polisi wanaripoti kifo chake, walimkuta akiwa amefariki ndani ya gari lake. Kama familia tumejaribu kuwasiliana na ofisi hiyo ya polisi kwa ajili ya kupata majibu ya uchunguzi wao, lakini hawajatupea majibu mpaka sasa. Wametuomba angalau wiki 3 na zaidi ya wiki 3 kwa ajili ya kutupa hayo majibu ambayo wamefanyia utafiti wao. Kwa hiyo hatujawa na taarifa yoyote iliyo kamili kama vile familia, isipokuwa ile ya kusema kwamba mtu
amekutwa amefariki. Kwa maana hiyo marehemu alipozaliwa 1991 na amefariki mwaka huu, amefariki akiwa na miaka 32. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndiyo hotuba ya familia. Watu wa kanisa mtatuia radhi, kwa sababu tumeona ni vema, tumepewa nafasi ya ukumbi, na katika nafasi hiyo ya ukumbi tuna masaa ambayo tulipangiwa kuweza uwepo hapo na tumalize mapema. Kwa hiyo kwa sababu bado angalau tuna muda, kuna watu ambao ni wenzie na marehemu ambao sisi kama familia tungewapa nafasi kwenye sherehe au sehemu ya ukumbi, lakini tumeona kwamba sehemu ya ukumbi hatutakuwa tena na maneno. Tukitoka kule malaloni, watu wataanza moja kwa moja kupewa chakula. Kwa hiyo niwe radhi niwape nafasi watu hawa ambao walikuwa wenzie katika vitengo tofauti kwa ajili ya kuwa na neno fupi, na nitaomba mwe na neno fupi kwa sababu tumepangiwa pia muda wa kufika malaloni. Tuna watu wa section veterinaire wako hapa, walituomba sana kama familia tuwape nafasi ya neno, wanaweza wakakaribia. Tuna watu wa shirika hilo la Amazon, tuna watu sijui kama wapo na translator karibu yao, na kama wapo sijui, lakini wamefikisha taarifa, tuwape nafasi. Na tuna waimbaji wa nyimbo za Injili kwa ngazi ya Marekani nzima. Hao watu naomba waweze kusogea ili kutoa maneno mawili kwa ajili ya huduma na kazi ile ambayo wamefanya na marehemu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naitwa kwa majina ya Rohoni, msimamizi wa maveterani Marekani nzima. Niliomba maveterani wote walioko hapa wasimame na wote karibu yako. Kwa niaba ya heshima na taazima, niliomba umati usimame tumpe marehemu heshima yake ya mwisho kwa dakika moja. Please, samahani. Asanteni. Haya, nimesimama kama kiongozi mwenyekiti wa maveterani Marekani. Tatoa hotuba fupi kwa ajili ya section veterinaire. Section veterinaire hii ilianza pale Nyarugusu kamini mnamo mwaka wa 2002 na ilikuwa na walimu wetu ambao ni Sanja Masimbi, kuna Kasanda Kufua, kuna Credo ya Mungu, kuna Oleko Yeshi Ilongo ya Kitankoi, kuna Kasongo Mulanda, na kuna walimu wengine wengi ambao tunawajua ambao walitufunza sisi kama sisi. Lakini mwenzetu huyu ambaye anaitwa kwa jina la
Sango Rashidi. Tumempokea pale college la Charite mnamo mwaka wa 2012 akianza troisieme yake na akaendelea na masomo yake vizuri, akafika mu 6e. Bahati mbaya yake na nzuri kwa Mwenyezi Mungu tu, Mwenyezi Mungu akupenda, akupata diploma yake mu 2015-2016 akupata diploma yake, na baada ya hapo alipata mafadhaiko. Baada ya kupata mafadhaiko akurudilia tena kusema eti kwamba amalizie shule lake, lakini kwa upendo na kwa kumpenda zaidi sisi wenzake tuliona kwamba tuje tushirikiane na familia ili tumlie mwenzetu kwa pamoja. Na kwa maana hiyo kuna kitu ambacho nataka niseme, na hii ni onyo kubwa kwa mzazi yoyote ambaye yuko hapa, awe baba awe mama. Tunawaombeni sana baba zetu, mama zetu ambao wako hapa, na ambaye yuko na mtoto ambaye amesomea veterinary pale kwetu Kamini, ambaye anajua eti kwamba anaishi naye nyumbani na ni veterinary, tunaomba sana mwambie kwamba huyo mtoto ana kundi lake la veterinary. Kundi lipo, linafanya kazi, lina uongozi, lina katiba na lina sheria zake. Kwa hiyo hatutothubutu tena, ili tumelifanya ni mara ya mwisho. Mwenzetu huyu tuliishi naye vizuri bila shida, lakini alikuwa hajashirikiana na sisi. Kwa hiyo tumelifanya hii kwa moyo mkunjufu, kwa upendo wa dhati na upendo ambao tunakuaga nao sisi kama mabeta. Lakini tunawaombeni kuanzia hivi ninavyosema mimi kama kiongozi wa mabeta na riadha, yeyote ambaye ana mtoto wake na anajua kwamba huyo mtoto wake ahusiki na yuko pamoja na mabeta, please aje ajiunge na mabeta. Hakuna chochote cha hatari. Mchango ni $20 kwa adhesion, na tutamfanyizia chochote kwa hali ya furaha na hali ya huzuni. Lakini kulingana na upendo mkubwa ambao tunaujua alioufanya ndugu yetu Sango Rashidi, tumeona tuje mara moja kushirikiana naye. Na cha kumalizia ni kusema kwamba nitahitaji maveterani wote ambao wako hapa na wengine ambao wakuhusika hapa, tuonane hapo nyuma ya mjengo tukishamaliza seremoni hii, na baada ya familia yangu nitaiomba sana, tutakuwa na neno ambalo tutaongea na familia na tutaongea na mke wa marehemu ambaye ni mama mjane. Bwana Yesu asifiwe. Mwaunge iwechiro. Hiyo ilikuwa kifupi kwa niaba ya sisi mabeta. Asanteni na tunawashukuru. Naomba watu wa Amazon, watu wa shirika la Amazon, kama hawapo basi Belugi wetu ndio Ngolombe. Karibuni wale watu wa Amazon, karibuni. Watu kelani kuni Amazon karibu.